Washirika wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila wakosoa vikali hatua ya kuhojiwa na mwendesha mashtaka wa jeshi kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo. Watu wakae na wamalize ile mzozo. Sasa serikali anakuwa akikataa, yeye serikali anapenda achukulie hii mzozo na anje kuwa na kuwastaki sirtu vyama vya upinzani. Kama mtu atasema kidogo achukuliwe kama pia gaidi. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte anasafirishwa kuelekea mahakama ya kimataifa ya ICC baada ya kukamatwa kwa madai ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Viwanjani, Liverpool kuonyeshana kazi na Paris Saint-Germain leo usiku, ligi ya mabingwa Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwate. Urusi imelaani shambulizi kubwa zaidi kuwahi kutokea la Ukraine la ndege zisizo na rubani mjini Moscow na maeneo mengine ya nchi hiyo, huku ikisema kuwa shambulizi hilo huenda likaharibu kile ilichokiita mwelekeo wa kutafuta suluhu la amani. Matamshi hayo yametolewa wakati wajumbe wa ngazi ya juu ya Marekani na Ukraine wakifanya mazungumzo nchini Saudi Arabia, ikiwa ni mpango wa Marekani wa kuwezesha mpango wa usitishwaji wa vita. Mamlaka ya Urusi inasema watu 3 waliuawa na wengine 17 walijeruhiwa wakati ndege zisizo na rubani ziliposhambulia majengo ya makazi na maegesho ya magari. Kwa upande wake, Urusi ilishambulia mji wa bandari wa Odessa wa Ukraine usiku kucha kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameandaa mazungumzo huko Saudi Arabia kama fursa ya kuona kama Ukraine imejitolea kwa mipango ya Rais Trump ya suluhu la haraka. Mshauri wa Wizara ya Viwanda Yuri Sak wa Ukraine ameiambia BBC kwamba ana matumaini kwamba mikutano hiyo itakuwa na matokeo mema. Ujumbe wetu ulikwenda Riyadh na tuna matumaini kwamba hili litatusaidia kumaliza vita. Hili litadhihirisha kwa washirika wetu wa Marekani kwamba tuko makini tunaposema kwamba tunataka kumaliza vita, kwamba tumejitolea kwa lengo hili. Huu ni mchakato wenye nguvu sana, na kuelezea vingine naweza kusema ni mchakato wa mazungumzo na mambo huwa yanabadilika haraka. Lakini wacha tutegemee wakati huu kwamba tuko kwenye njia au mwelekeo sahihi. Watu 13 wakiwemo wazee 3 ambao ni viongozi wa ukoo wameuawa baada ya Al-Shabaab kuvamia hoteli moja katikati mwa Somalia. Inaripotiwa kuwa viongozi wa jamii mbalimbali, wanasiasa na maafisa wa usalama walikuwa kwenye hoteli hiyo wakijadili usalama wa eneo hilo wakati shambulio hilo lilipotokea. Mariam Mujahid na maelezo zaidi. Kundi la Al-Shabaab limekiri kuhusika na shambulio hilo, huku wakisema kwenye taarifa walioitoa kuwa walikuwa wamewaua watu 10. Hoteli hiyo hutumika kama eneo muhimu kwa shughuli za kusambaza silaha na vifaa. Idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka, kwani inaripotiwa kuwa mapigano bado yanaendelea ndani ya hoteli hiyo. Shambulio hilo lilianza kwa mlipuko wa bomu lilokuwa kwenye gari, na kisha watu wenye silaha wakavamia hoteli hiyo na kusababisha makabiliano makali na vikosi vya usalama. Al-Shabaab mara kwa mara hufanya mashambulizi ya mabomu na mashambulizi ya risasi yanayolenga maafisa wa serikali na wanajeshi nchini Somalia. Kundi hilo linathibiti maeneo kadhaa ya vijiji na bado ni tishio kubwa licha ya juhudi zinazoendelea za kijeshi za vikosi vya serikali ya Somalia na walinda amani wa Umoja wa Afrika. Wanamgambo wenye silaha nchini Pakistan wamevamia gari la moshi lililokuwa na mamia ya abiria na kuwachukua baadhi yao mateka. Dereva wa treni hiyo kwa jina Jafar Express ni miongoni mwa wanaosemekana kujeruhiwa. Kulingana na vyanzo vya kijeshi, operesheni ya usalama inaendelea katika mkoa wa Balochistan. Treni hiyo iliyobeba zaidi ya watu 400 ilikuwa ikisafiri kutoka Quetta kuelekea Peshawar. Kundi linalotaka kujitenga la Baloch Liberation Army limesema kwamba lilifanya shambulizi hilo na limechukua udhibiti wa treni hiyo. Limetishia kuwadhuru wasafiri hao ikiwa mamlaka itajibu kwa operesheni yoyote ya kijeshi.
Makamu wa rais wa Ufilipino anasema kwamba babake ambaye ni rais wa zamani wa nchi hiyo Rodrigo Duterte anasafirishwa kupelekwa The Hague baada ya kukamatwa kufuatia hati iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na kibinadamu ICC. Vyombo vya habari vya ndani inasema bwana Duterte ameonekana akipanda ndege huko Manila. Ameshtakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na vita vyake dhidi ya dawa za kulevya vilivyoanza akiwa meya wa eneo la Davao. Maelfu ya wafanyabiashara wadogo wa dawa za kulevya na watumiaji waliuawa bila kufikishwa mahakamani alipokuwa madarakani. Na duka la vitabu huko Jerusalem Mashariki limevamiwa na polisi wa Israel kwa mara ya pili katika muda wa mwezi mmoja tu. Mmiliki wa duka hilo la vitabu vya elimu Imad Muna alikamatwa na mwanawe Ahmad amesema kwamba maafisa walichukua takriban vitabu 30 wakidai kwamba vinachochea vurugu. Baadhi ya vitabu hivyo hata hivyo vimeandikwa na waandishi wa Israel, ikiwemo kilichoandikwa na Ilan Pape. Mwezi wa Februari, Ahmed na mwanafamilia mwingine walizuiliwa na mamia ya vitabu vilichukuliwa, lakini wote wawili waliachiliwa bila kufunguliwa mashtaka. Duka hilo hutembelewa na watu wengi, ikiwemo wanadiplomasia wa kigeni na waandishi wa habari. Hii ni BBC. Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mwate. Msikilizaji, unaweza kuyategea sikio matangazo haya ya Dira ya Dunia kupitia FM radio wa shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako hapo msikilizaji, bila shaka tutafurahi ikiwa utatuachia maoni yako kuhusu yale unayoyasikia jioni hii katika matangazo yetu. Jioni hii uko nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Leonard Mubali akiwa kule Dar es Salaam. Kwema huko Dar es Salaam? Kwema kabisa. Nijali ya hali ya Nairobi hapo. Kimvua hapa na pale lakini tuko salama. Safi, twende kazi. Sawa. Na msikilizaji, tunaanza na mazungumzo ambayo yanaendelea huko Saudi Arabia. Wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani na Ukraine wanakutana kufanya mazungumzo, ambao waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameandaa mazungumzo hayo kama fursa ya kuona kama Ukraine imejitolea kwa mipango ya Rais Trump ya suluhu la haraka katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Mengi zaidi na Nastia Mohamed. Rais Volodymyr Zelensky amesafiri Saudi Arabia kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, akitarajiwa kufanya majadiliano kati yake na ujumbe wa Marekani wa kusitisha vita na Urusi. Marekani ambayo kwa wakati mmoja ilikuwa na ukaribu na Ukraine imebadilisha sera zake za kivita kwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wa kitaifa wa usalama Michael Waltz wanatarajiwa pia kufika nchini Saudi Arabia kwa mazungumzo hayo. Ujumbe huo wa Marekani azimia kubuni sera na mpango mkakati utakaoleta amani na kuanzisha awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kushinikiza rais wa Ukraine kukubali matakwa yake ili mapigano yasitishwe bila ya kumhakikishia kuwa Marekani itadumisha usalama. Siku 10 zilizopita, Trump na Zelensky walirushiana maneno katika ikulu ya White House, huku Trump akidai rais wa Ukraine hayuko tayari kusitisha mapigano. Wakati huo waziri wa ulinzi wa Ufaransa ametupilia mbali wazo la kuondolea nguvu za kijeshi Ukraine kama njia moja ya uwezekano wa kuleta amani. Sebastian Lecornu ameambia kongamano la wakuu wa kijeshi na Ulaya na jumuiya ya kujihami ya NATO mjini Paris kwamba jeshi la Ukraine lenyewe ndilo lililosalia kuwa usalama wake. Urusi inataka Ukraine kunyang'anywa uwezo wake wa kijeshi, swala ambalo Kiev imekataa mara moja. Mazungumzo kati ya kongamano hilo yanatarajiwa kujumuishwa jinsi nchi za bara Ulaya yatachangia vikosi vya kulinda amani. Bwana Lecornu alisema kwamba bara Ulaya inafaa kuisaidia Ukraine kuimarisha vikosi vyake vya usalama. Mchana huu tunajihusisha na kuangazia siku zijazo na tunalipa kipaumbele swala la jinsi jeshi la Ukraine inapaswa kuwa katika siku zijazo, na hivyo kurejea kwenye kanuni kwamba kipaumbele kwa swala hili kwanza linabakia kuwa usalama wa jeshi la Ukraine, kwamba tutakataa aina yoyote ya uondoaji wa nguvu za kijeshi wa Ukraine, na kwamba jukumu la kwanza la majeshi ya bara la Ulaya ni kujifikiria wenyewe katika mafundisho, kujenga uwezo na mfumo wa kiakili ambayo jeshi la Ukraine linapaswa kuwa na uwezo wa kutegemea kwa miaka 5 ijayo, sio tu mwaka ujao, bali kwa miaka 10 ijayo.
Naam, ni taarifa yake na Steha Mohamed. Kwingineko ni kwamba Ukraine imefanya shambulizi kubwa kuwahi kutokea la kutumia ndege isiyoendeshwa na rubani ikilenga mji mkuu wa Urusi, Moscow. Shambulizi hilo linatajwa kuwa kubwa zaidi tangu kuanza kwa vita kati ya Ukraine na Urusi. Maafisa wa Urusi wanasema watu 3 wameuawa na wengine zaidi ya 17 wamejeruhiwa katika shambulizi hilo. Sarafina Robi na maelezo zaidi. Viwanja vinne vya ndege mjini Moscow vimelazimika kufungwa. Meya wa Moscow anasema ulinzi wa angani ulikabiliana na kuziangusha zaidi ya ndege 60 zisizo na rubani, huku ripoti za vyombo vya habari vya Urusi zikisema vifusi viligonga majumba kadhaa. Kumekuwa na mashambulizi zaidi ya ndege zisizo na rubani kwa baadhi ya maeneo ya Urusi usiku wa kuamkia leo. Watu 2 wamefariki dunia na wengine 2 kujeruhiwa vibaya. Majengo kadhaa na maegesho ya magari yalishambuliwa na kuteketezwa kwa moto. Wakazi hawa wanaelezea kuhusu shambulio hilo. Kulikuwa na mlipuko mkubwa. Nadhani ilikuwa nyakati za saa 11 asubuhi au labda baadaye kidogo. Ulikuwa mkubwa sana. Kila mtu aliamka kuona kilichotokea. Tulisikia kuwa ndege zaidi zisizo za rubani zilikuwa zikielekea katikati mwa mji wa Moscow. Takriban 6 au 7 ya hizo zikisonga hata zaidi. Baada ya hapo tukaona kuwa dirisha la jikoni limevunjwa. Sikujua, tulikuwa na mawazo mengi. Hatungeweza kuelewa kilichokuwa kimetokea. Hatukuweza kulala baada ya shambulizi kutokea kwa sababu tulijawa na hofu. Hata hatukuenda nje kwa sababu hatukujua kile ambacho kingetokea na kama mtu angeuawa ama kitu kama hicho kutokea. Nilisikia mgurumo mkubwa kisha kishindo. Kilikuwa kikubwa sana. Sikuona kutoka upande huo ila kutoka upande huu. Siwezi kusema ambapo kilianguka, lakini mlio ulikuwa mkubwa sana hadi nikaruka kutoka kwenye sofa langu. Ukraine imesema leo hii siku ya Jumanne kwa shambulio hilo la ndege zisizo na rubani lililoshambulia mji wa Moscow usiku wa kuamkia leo linafaa kumshinikiza rais wa Urusi Vladimir Putin kukubali mkataba wa kusitisha vita uliopendekezwa na Ukraine. Shambulio la ndege kubwa zaidi isiyo na rubani katika historia limefanyika mjini Moscow na viunga vyake, amesema Andriy Kovalink ambaye ni afisa wa Baraza la Usalama wa Taifa anayewajibika na kuzuia kusambaa kwa habari ghushi, akiongeza kuwa hii ni ishara zaidi kwa Putin kuwa anapaswa pia kuwa na nia kusitisha mashambulizi ya angani. Mamlaka ya ndege za umma ya Urusi Rosaviatsia imeondoa vikwazo vilivyowekwa wakati wa shambulio la ndege zisizo na rubani katika viwanja 3 vya ndege mjini Moscow, Domodedovo, Nukovo na Zhukovsky. Mamlaka hiyo imeondoa vikwazo katika viwanja vya Zheny Novgorod na Yaroslav. Inasema ndege zilielekezwa kwingine wakati wa shambulizi. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema awali kuwa vitengo vya ulinzi wa angani viliharibu ndege 337 zisizo na rubani usiku wa kuamkia leo, zikiwemo 91 katika eneo la Moscow. Sarafina Robi, BBC. Licha ya Ukraine kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama tangu Marekani kuamua kusitisha kwake misaada ya kijeshi na kijasusi, imeweza kufanya shambulizi hilo kubwa dhidi ya Moscow. Hii inatoa taswira gani? Hilo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kimataifa Mohamed Abdurrahman. Kwa hakika hiki kilichotokea litakuwa ni shambulio ambalo limesababisha kitisho kikubwa kwa viongozi kuanzia wa kisiasa hadi wa kijeshi wa Urusi. Kwa hakika litakuwa ni jambo ambalo limeonyesha kwa sehemu moja au nyingine udhaifu wa jeshi la Urusi panapoelekea katika jitihada za kuilinda anga ya nchi hiyo na hasa katika mji mkuu Moscow, na linaashiria kwamba Ukraine nayo inajizatiti kuwa na karata nzito zaidi wakati pakiendeshwa juhudi na utawala wa Trump kujaribu kuleta usimamishaji mapigano kati ya pande hizo mbili. Naam, je, hili linabadilisha mkondo wa mambo katika mapigano na kushambuliana kati ya pande hizi mbili? Mabadiliko naweza kusema ni madogo mno kwa wakati huu. Hali itaendelea kama ilivyo, na nasema kwamba ni madogo kwa sababu tunapozungumzia uwanja wa mapigano ulioitaja ni kuwa hivi karibuni tumepata
kupata taarifa ya kwamba Ukraine imeamua kuimarisha majeshi yake katika mkoa wa Kursk, ambako huko kama tunavyojua ni mkoa ambao ni mkoa wa Urusi na ulitekwa na majeshi ya Ukraine. Lakini wakati huo inasemekana kwamba Urusi imesonga mbele katika maeneo matatu katika juhudi za kukomboa mkoa huo. Hilo naweza kusema kwamba ni katika jitihada ile ile ya Ukraine kujiimarisha katika uwanja wa mapigano, labda kuzipa nguvu nchi za Jumuiya ya Ulaya ambazo zimejitokeza kuisaidia kwa silaha ziweze kuipatia silaha kwa haraka, kwa sababu kumekuweko na pengo katika hali ya mapigano upande wa Ukraine na mafanikio yake katika uwanja wa mapigano, hasa ukizingatia kwamba kwa upande wa Urusi nayo bado inaendelea kuyashikilia yale maeneo ya mashariki ya Donbas, Luhansk na Donetsk, na hilo limekuwa ni pigo kwa upande wa Ukraine. Mohamed, haya yanakuja huku maafisa wa Marekani na Ukraine wakikutana Saudi Arabia kwa mazungumzo. Tutarajie nini na masuala gani yanayozingatiwa katika majadiliano hayo? Matarajio makubwa ni kwamba kile ambacho tulikishuhudia wakati Rais Zelensky alipokutana na Rais wa Marekani Donald Trump majuma mawili hivi yaliyopita huko Ikulu mjini Washington, na hali iliyotokeza isiyopendeza ya malumbano kati ya viongozi hawa wawili, sasa kimeweza kuepukwa na nchi hizo mbili zinajaribu kufungua mlango wa kusonga mbele. Kuhusu kile ambacho kinatarajiwa kuzungumzwa, bila shaka ni mkataba wa madini ambao ulikuwa usainiwe wakati hali hile ilipotokea na zoezi la kusaini mkataba huo likafutwa. Jingine ni kuanzishwa tena kwa utaratibu wa kubadilishana teknolojia kwa nchi hizo mbili, teknolojia inahusiana na intelijensia, masuala ya usalama kati ya Ukraine na Marekani, na kuanzishwa tena kwa upelekaji wa silaha nchini Ukraine. Kama tujuavyo, utawala wa Trump ulizuia silaha zaidi kupelekwa huko Ukraine kama ilivyokuwa imekusudiwa hapo kabla. Na la mwisho bila shaka ni kuhusu usimamishaji mapigano, ambapo naamini kwamba Marekani itakuwa inataka kujua Ukraine nayo ina mapendekezo gani, na yote hayo baada ya kuafikiana, bila shaka ujumbe wa Marekani ukiongozwa na waziri wake wa mambo ya nchi za nje Rubio utayawasilisha kwa Rais Donald Trump, na hapo ndipo tutakapojua kipi kitakachofuata baada ya haya yaliyotokea na baada ya mazungumzo yenyewe. Naam, wakati huo wakuu wa kijeshi wa Ulaya na wa nchi za Jumuiya ya Kujihamia NATO wanakutana Paris kujadili namna ya kuisaidia Ukraine, na wanalenga sasa kujenga msingi upi wa kutoa hakikisho la kiusalama na kiulinzi kwa Ukraine. Kwa hakika kinachojadiliwa ni kupata zaidi kuhusiana na kile kilichoamuliwa katika mikutano miwili, na huu mkutano wa sasa unalenga katika kuimarisha yale ambayo yamekubaliwa, na kubwa zaidi ni kuhusiana na mfumo mzima mpya ambao unakusudiwa wa Ulaya kuwa na mfumo wa ulinzi ili iweze kujitegemea yenyewe na kuacha ule mtindo wa jadi wa kuitegemea zaidi Marekani. Ni Mohamed Abdurrahman kama alivyozungumza na mwenzangu Karo Orobi. Kwingineko ni kwamba Uganda imewatuma wanajeshi wake wa kitengo maalum mjini Juba nchini Sudan Kusini, huku kukiwa na hofu ya uhasama baina ya Rais Salva Kiir na naibu wake Riek Machar. Hatua hiyo imetangazwa na mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ndiye mwanaye rais. Mamlaka nchini Sudani Kusini bado hazijatamka lolote kuhusiana na hatua hiyo. Mwandishi wetu wa Uganda Shoaib Ibrahim na taarifa zaidi. Katika taarifa kwenye mtandao wake wa X, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amefichua kuwa kikosi cha kitengo maalum cha jeshi la Uganda kimepelekwa mjini Juba nchini Sudan Kusini kwa ajili ya kile alichokiita kuulinda mji huo. Katika video moja kwenye akaunti ya mkuu huyo wa majeshi, wanajeshi waliovalia sare ya jeshi la Uganda wanaonekana wakishuka kutoka kwenye ndege, huku wengine wakisimama kando ya magari ya kijeshi katika uwanja moja wa ndege. Aidha, ameeleza kuwa
kuwa vikosi hivyo viliwasili nchini Sudan siku 2 zilizopita na nikimnukuu, operesheni mlinzi wa kimya ili kulisaidia jeshi la nchi hiyo katika mzozo wa sasa, mwisho wa kumnukuu.